Poland imesema kwamba itawapokea wanajeshi kutoka Ujerumani kwa ajili ya kupelekwa nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Poland, Radoslaw Sikorski, amesema Warsaw iko tayari kwa uwezekano wa kupokea wanajeshi wa Ujerumani nchini Poland kama sehemu ya juhudi za kuhakikisha usitishaji wa mapigano nchini Ukraine. Hata hivyo, viongozi wa magharibi wanatapatapa dhidi ya Ukraine. Hapo awali walisema kwamba wanapaswa kupeleka wanajeshi wao kwa ajili ya kuilinda Ukraine baada ya vita, lakini kutokana na mpango huo kukataliwa na Urusi, sasa wamekuja na njia nyingine kwamba Ukraine itakumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na hivyo viongozi wa Ulaya itabidi watume wanajeshi wao kwa ajili ya kulinda Ukraine. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema mipango ya watu wa magharibi ni ile ile, wanataka kuingia vitani moja kwa moja kwa kupeleka majeshi yao. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba wanajeshi wote watakaoonekana wa kigeni huko nchini Ukraine watakuwa walengwa. Urusi itawalenga wanajeshi hao ambao wataamua kuingia nchini Ukraine kwa lengo la kuilinda Ukraine. Wanajeshi wa Ujerumani wamekuwa wakipangiwa jukumu nchini Poland kwa miaka mingi kama sehemu ya misheni mbalimbali za Umoja wa Kujihami NATO. Hata hivyo, wameongeza kuwa uwepo wa wanajeshi wao katika ardhi ya Poland lisingekuwa jambo jipya. Lakini taarifa ni kwamba wanajeshi hao baada ya kufika Warsaw watapelekwa moja kwa moja nchini Ukraine. Ikumbukwe Poland na Ukraine zinapakana, na hivyo itakuwa ni rahisi kwa wanajeshi hao kuingia moja kwa moja nchini Ukraine. Sikorski alikuwa akizungumza baada ya mashauriano mjini Paris na mawaziri wenzake wa Ufaransa na Ujerumani, Jean-Noel Barrot na Johann Wadephul, katika kile kinachoitwa muungano wa ushirikiano wa pande tatu wa Weimar. Ujerumani na Poland zipo vema katika ushirikiano wa kijeshi. Ilibainisha kuwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Poland na Ujerumani tayari umeimarika. Wakati wa mazoezi ya pamoja miaka kadhaa iliyopita, jenerali wa Kijerumani aliongoza brigedi za mizinga ya Poland, huku majenerali wa Poland wakiongoza brigedi za Kijerumani. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Poland pia alishukuru Ujerumani kwa hatua ya mwaka uliopita ya kupeleka wanajeshi kusaidia kulinda uwanja wa ndege karibu na Rzeszów, kusini mashariki mwa Poland, kituo muhimu kwa msaada wa kijeshi na kibinadamu kwa ajili ya watu wa Ukraine. Itakumbukwa mnamo Jumanne wiki hii, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz mara ya kwanza alionyesha uwezekano wa jeshi la Ujerumani kushiriki katika operesheni za kulinda amani, ikiwa ni ndani ya Ukraine bali katika eneo la NATO karibu na mpaka. Sikorski amesema kuwa iwapo usitishaji mapigano utapatikana na operesheni za kulinda amani kuanzishwa, nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Ufaransa kama taifa kiongozi tayari zimekubaliana kuhusu hatua za maandalizi nchini Poland. Aliongeza kuwa mipango ya kina hatimaye itashughulikiwa na makao makuu ya kijeshi ya nchi husika. Serikali ya Ujerumani imesema mazungumzo mjini Paris yamelenga kuendeleza dhamana thabiti za usalama kwa Ukraine baada ya usitishaji wa mapigano na mpango wa Ulaya katika usalama wa muda mrefu. Muungano wa ushirikiano wa pande tatu wa Weimar ulianzishwa mwaka 1991 kama jukwaa la mazungumzo la mawaziri wa mambo ya kigeni, wakati huo Ujerumani, Ufaransa na Poland. Mashambulizi ya Urusi hata hivyo yamezidi kuongezeka huko nchini Ukraine, na hivyo kunatafutwa njia ya kuweza kuyatibua. Ndani ya Ukraine, idadi ya watu wanazidi kuuawa na wengine kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya Urusi katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na karibu na bandari ya Odessa, miongoni mwa maeneo yaliyo kando ya Bahari Nyeusi. Kupitia ukurasa wa Telegram, gavana wa mkoa wa Odessa Oleg Kipa ameandika pamoja kusema kwamba kumekuwa na mashambulizi makubwa yaliyosababisha mauaji, lakini pia yaliyosababisha uharibifu wa miundombinu katika bandari ya Pivdeni pamoja na Chernomorsk, akisambaza picha zinazoonyesha makontena ya mizinga yaliyoharibiwa na malori yaliyopata madhara. Vyombo vya habari vya Ukraine vimeripoti kuwa milipuko pia ilisikika katika jiji la Odessa lenyewe. Bandari za Bahari Nyeusi ni muhimu kwa mauzo ya nje ya nafaka na bidhaa nyingine za kilimo za Ukraine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyafahamu mengi yanayojiri katika